2000 iliyopita Kristo alipokuja kutukomboa na nyakati ngumu alizozipitia, tarehe kama hizi, mwezi kama huu, miaka 2000 iliyopita, yale yaliyofanyika hayakufanyika kwa sababu alikuwa na uwezo naye, hayakufanyika kwa sababu yeye anajua kufanya hivyo, yalifanyika kwa sababu ya kutaka kutuokoa sisi. Bwana asifiwe. Mateso, shida na nyakati mbaya alizozipitia Kristo zilikuwa kwa sababu yetu sisi, japo wengi hawaelewi. Wengi sana hawajaelewa. Yaani tumefanya kama story ya kawaida. Ifike wakati mwanadamu utambue safari zako katika dunia na uwepo wako. Hata ukawa mzoefu kiasi gani katika dunia hii, iko siku moja utaachana nayo. Hata ukawa unajua mambo kupita chochote katika dunia hii, iko siku moja utashindwa kuondoka. Sasa Kristo alichokifanya yeye, alikuja kututengenezea njia ya milele. Ndio maana aliacha ufalme, akaja akijua wazi mateso tutakayopata kwa wanadamu wanaotaka kuwakomboa. Lakini akasema pote ya mbali lazima niende na lazima nipeleke kile ambacho kwa wale wengine. Yatupasa sisi tuione huruma ya Kristo juu yetu. Yatupasa sisi pia tuogope. Kwa nini huyu mtu alikubali kuja kuteseka? Kwa nini aliacha mamlaka zake, nguvu zake zote, akaja kuishi na wanadamu? Kwa nini? Mwanadamu aliyekuja kutafuta ni mimi na wewe. Sasa nikichukulia kwa mazoea kwamba yule ilikuwa kazi yake yule, Kristo anakushangaa. Na ndio maana mioyo mingi ilishakufa ganzi, haitaki tena kubadilika, kwa sababu wameshamzoea Kristo kwa kiwango cha kutumia wanapotaka wao. Mungu hataki jambo hilo. Leo tuko katika kumbukumbu ya miaka hii iliyopita. Wako wengine wamefika hata nyakati za kusema sitokula nyama. Wako wengine wanasema tutafunga moja kwa moja kipindi chote cha mateso. Wako wengine hukuta kufanya kosa la aina yote ndani ya siku, kwa sababu ya kuona kama atakapofanya kosa basi anakwenda kinyume na utaratibu wa yule aliyetoa kwa ajili yake. Wako wengine zaidi ni miezi ya toba. Lakini wako wengine hawajui kwamba sasa wafanye nini. Kwa kuwa jana walikuwa hivi, hata kesho kwa hivyo, na leo wako hivyo hivyo. Hakuna kitu kingine kitakachoingia ndani yao zaidi ya kuona vile vile walivyojana na kesho tunakukua. Yesu hataki hivyo. Mungu hataki hivyo. Mungu anataka uwe mtu mwenye moyo wa kubadilika, lakini uwe mtu mwenye kutambua uwepo wake Mungu, pia uwe mtu mwenye kuheshimu taratibu ambazo Mungu aliziweka. Hilo ni faida kwako wewe, kwa maisha yenye tumaini ambalo Kristo amepatia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama unaandika, andika, weka tumaini kwa Kristo Yesu. Weka tumaini kwa Kristo Yesu, au kwa Yesu Kristo. Tutasoma hapa baadhi ya watu ambao wakati Yesu anazungumza, wakati Yesu anaishi, walimsikiliza, lakini wakaona kama huyu anachokizungumza hivi kweli. Ngoja tuone. Yalipotokea mabaya zaidi, wao walisimama kama sehemu ya kutaka kuangalia kwamba huyu alisema hivi, mbona afanye hivi saizi akaponywa na hiki. Hao ni wale ambao walisikia lakini hawakuamini, na wala hawakutumaini lolote. Mwisho watu waliosema kwamba kwa hali hii na hiki kilichotokea, huyu kweli mwana wa Mungu. Dakika ya mwisho wako wanaamini kwamba huyu kweli mwana wa Mungu. Haikuwahi kutokea hivi katika historia ya nchi.
Haikuwahi kutokea hivi katika historia ya dunia. Haikuwahi kutokea. Huyo aliishi akiyazungumza haya na leo tumeyaona. Hakika huyu ndiye. Lakini wako wanaosema usinisahau. Maana baada ya kuona hapa hakuna namna nyingine. Ninaomba utakapokuwepo na mimi niwepo. Ni kweli sistahili. Ni kweli mimi nina makosa mengi. Ni kweli sistahili kuishi. Sistahili kukaa pamoja na wewe. Lakini mimi nimekuamini na nimekuelewa. Ninaomba utakapokuwepo na mimi niwepo. Lakini bado wengine ambao mpaka sasa wanasema mimi nilifanya mabaya na wewe huna uwezo wa kunisaidia, nenda na mimi niende nitajua ninachofanya. Haleluya. Aheri kukaa kwenye moyo wa mtu anayesema Mungu, mimi nilitenda makosa mengi, yanipasa kubadilika. Utakapokuwepo nipo pamoja na wewe. Unisamehe kwa sababu mimi ni mwanadamu, lakini ninaomba utakapokuwepo nipo pamoja na wewe, pamoja na dhiki ninazopitia, pamoja na shida ninazopitia, pamoja na mateso ninayopitia, pamoja na yote ninayopitia, lakini natamani kuona utakapokuwepo na mimi kuwepo. Maana mtu wa namna hiyo, yeye kile jambo leo anarekebisha aina ya matendo anayotenda, aina ya maisha anayoishi ili ampendeze Mungu. Maana kila siku anatengeneza njia zake. Kila siku anatengeneza njia zake. Kila siku anatengeneza njia zake. Lakini katika kutengeneza njia zake, neno la mwisho anasema naomba utakapokuwa kwa Biblia pamoja na wewe. Hizo ndio roho ambazo Mungu anataka. Zinazo tabia ya kunyenyekea na kushuka na kubadilika. Bwana tusaidie. Haleluya. Hatuwezi kujenga kanisa la Mungu kama mioyo yetu imeshakengeuka. Hatutasogea kwa sababu ndani yetu tutakuwa tuko juu ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ukishakuwa juu ya Mungu, hutaruhusu ufahamu ndani yako uingie kwa kubadilisha kile unachojua. Kwa sababu tayari wewe akili yako iko juu. Pale juu wanashuhudiwa wawili pamoja na Yesu watatu. Mmoja anakubali kushuka, mmoja bado anapambana na hali yake ikiwa yuko juu. Wako watu namna hii. Si kwamba wale ndio makosa pale. Yale ni mafundisho. Lile ni somo pale wale watu watatu. Uko moyo unaosema mimi ninashuka. Na uko moyo unasema mimi mpaka kieleweke. Sasa sijui wewe unataka uwe wapi. Na ukitaka kuonyesha umekubali, maana yake utakubali kupokea maelekezo. Utakubali kutumwa, utakubali kuelekezwa, utakubali kupokea. Hayo utayafanya kwa yule anayekutuma. Hayo utayafanya kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lazima tufike wakati tumthibitishie Mungu kwamba sisi ni wale ambao tunasema tuko tayari kuambatana na Kristo. Mungu hutazama moyo. Ndani ya moyo ndiko kwenye kidara. Ndani ya moyo ndiko kunakopatikana elimu. Ndani ya moyo ndiko kunakokuwa na maamuzi. Huko ndiko Mungu anaangalia, kwa sababu anasema hapo ndiko kwenye chemchemi za uzima maisha yako. Haleluya. Ninazungumza haya kwa sababu nikitizama kusudi la Kristo, nikiwatizama watu wa sasa hivi, ninaona kushoto kwenda kulia. Watu wanapambana sasa hivi, wengi wanaambia mimi nahangaika na maisha yangu. Mimi nahangaika na mambo yangu. Mimi nahangaika na mambo yangu na vitu vyangu. Jana anawaza kuhangaika na mambo yake. Amuulize yule tajiri. Kakusanya mazao kutosha. Siku anasema sasa natosha kwa wingi mazao nilionayo, nitakaa sipofanya kazi kwa muda mrefu. Usiku Mungu anamwambia wewe, ninataka uhai wako. Usiku wa leo
Anasema si ungeniambia mimi singefanya kazi ya kulima na kukusanya hapa. Nikikaa kimya ndio kwa bora nachukua. Sasa umeniacha nihangaike. Anasema wewe ni mpumbavu. Lakini unawazaje ya kwako badala ya kwanza ya kwangu? Hivi uhai ulionao unataka wewe. Mimi. Sasa unajua nini nitachukua? Na unajua nini niweka waje leo? Sasa unapojitanguliza wewe wakati uhai nao mimi unapoteza muda. Nisikilize mimi kwanza. Nilio na uhai wangu kwako. Neema yangu mimi kwako itakusaidia. Lakini aina yako utaishia hapo. Mazao hayakuliwa na aliyokusudia kupumzika. Kusanya mali nyingi, watatumia wenzao. Halafu wanakwenda kuogelea kule bahari bichi ya moto. Haleluya. Haleluya. Amina. Mwacheni Mungu hivyo hivyo. Tunakumbushana kwa sababu mateso ya Kristo yanatulazimu kukumbushana. Lakini huzuiliwi kudharau. Tunasoma neno la Mungu kutoka kama unaandika weka tumaini kwa Yesu Kristo, lakini tunasoma kwenye kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 27 mstari wa 24 mpaka 56. Tutasoma taratibu baadaye tutafika masaa yetu kadhaa pale ili tuweze kufanya maombi kidogo pale mwishoni. Mathayo 27 mstari wa 24 neno la Mungu linasema hivi: basi Pilato alipoona yamekuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji akanawa mikono yake mbele sana, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu, mwenye haki angalie. Mwenye haki yaangalieni haya ninyi, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwali akamchukua Yesu ndani ya Praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakampika mavazi, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume, wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, Salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakatoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamuona mtu Kirene, jina lake Simoni, huyo wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani fuko la kichwa, wakampa divai iliyochanganyika na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kuinywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake, wakapiga kura ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Wakaketi, wakamlinda huku, wakamweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Sura 38. Wakati huo wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao walikuwa wakipita njiani, wakamkana, wakitikisa vichwa vyao, wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kujenga hospitali, jiokoe nafsi yako, ukiwa ndiwe mwana wa kushuka msalabani.
kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, akisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Mstari wa 5, amemtegemea Mungu na amwokoe sasa kama anataka, kwa maana sema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Ngoja tuache kwa hapa mstari huo, kisha tutaendelea mbele. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunasoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Mathayo sura hii ya 27 mstari 24 mpaka pale tulipofikia. Tumeona namna ya Yesu alipofikia wakati wa kusulubiwa. Nitazungumza sana kipande hiki kuja huko mwishoni, sitorudi sana kule nyuma. Natamani sana hapa mwishoni, kwa sababu matukio yeye yanafanana hapa mwishoni. Huko mwingine tutazungumza siku nyingine. Wamemkamata, wamempeleka kwa Pilato ili apate kuhukumiwa, kwa sababu amekuwa akizungumza mambo ambayo wengi hawakuyajua wala hawakuyazoea. Tafsiri yake anakuja kudanganya watu ambao wao walishakuwa na imani yao, walishakuwa na itikadi zao, walishakuwa na mipango yao. Leo hii anakuja anaanza kuzungumza kwa habari yeye mwana wa Mungu, yeye ni Mungu ndani yake, yeye ana uwezo wa kuvunja hekalu ndani ya siku moja na kujenga siku 3. Yeye huyo anazungumza vitu vingi ambavyo Wayahudi viliwakera sana. Wakasema, huyu mtu ni mtu wa namna gani? Mbona mtu aliingia taratibu ambazo sisi tumejiwekea? Huyu lazima tumuonyeshe sisi hatupendezi na huo uongo alionao. Walipompiga kwa kiwango cha kutosha, ikabidi wampeleke kwa mkubwa wao ambaye ni Pilato. Wakaambia, bwana, huyu mtu anajiita mfalme, sisi tunamjua wewe nafasi yake, lakini kwa nafasi ya huyu mtu sisi tunatambua. Sasa tunaomba utoe maamuzi ili huyu mtu asionekane kuendelea kusambaza haya mambo. Sisi tunakelekwa sana, unajua. Sisi tunakasirishwa. Kwanza anakuharibia hata wewe utawala wako. Pia anaharibu desturi na taratibu za nchi yetu. Hapana, huyu mtu lazima afike wakati asiendelee kupumua. Pilato anawaambia, hebu nipeni shitaka ambalo litanifanya mimi ni mhukumu huyu. Mbona haya maelezo unayenipa siyaelewi? Yaani sioni kama ina uzito wa kumhukumu huyu mtu. Hivi ni kweli tumhukumu kwa sababu akasema yeye ni mfalme wa Wayahudi? Hivi ni kweli tumhukumu kwa sababu akasema yeye ni mwana wa Mungu? Hebu niambieni, huyu tumhukumu kwa kosa gani? Bwana asifiwe. Mkubwa wao akitengwa anauliza kwa habari ya mashitaka gani mnayenipa, niingie ushawishi wa kumhukumu huyu, nione kwamba kweli huyu hapana kawalibu watu, lazima ahukumiwe. Hebu niambieni vizuri. Inaonekana maneno wanayozungumza ni maneno ambayo hayamshawishi kiongozi wao ili atoe hukumu. Nataka niwaambie, kama wewe mtu wa Mungu na ndani yako yuko Mungu, watajipanga sana juu yako, hawataweza. Watakachokifanya wao, watapeleka malalamiko yao kwenye vikao vyao. Vikao vinasema, huyu mtu na haya malalamiko mnayaleta ni vitu viwili, hatuwezi kumhukumu. Kwa sababu hatuoni kama kuna hatia huyu mtu kumpoteza. Mungu ameshaweka wigo na uzio ndani ya Kristo kwamba hamtamgusa mpaka wakati wake ufike. Pilato, ukisoma Biblia vizuri, mke wa Pilato alishaonyeshwa na akaambiwa, bwana, usiku wa leo huyu mtu nilichoonyeshwa ukimhukumu kama yote, shauri yako mwenyewe. Mungu anatumia mtu mwingine kumtahadharisha kiongozi kwamba tafadhali
hukumu kwa sababu sio ni hatia. Tena katika hili mimi acheni niwaacheni. Nipeni maji kabisa ninao. Yaani msitegemee mkaja tena kwa mtu mwingine mtanizungumza swala la hukumu. Tendo la kunawa maji maana yake sitolizungumza tena swala la wewe mtu ninaachana naye hapo sasa na muondoke naye. Wakamwambia sikiliza, kama wewe unaziogopa dhambi, acha hizo dhambi zije kwetu sisi. Kama wewe unaona huyu mtu unamwonea, acha sisi tuonekane ndio tunayemwonea. Kama inaonekana vyovyote kama unahisi kwamba itakuwa makosa, hayo makosa yawe kwetu sisi. Bwana asifiwe. Haleluya. Adui anapambana ili akuangushe. Kila hoja anayeleta anaona hoja haina mashiko mbele zake. Sasa analazima kukuambia, niko tayari kubeba dhambi ya huyu mtu. Niko tayari kuona damu ya huyu mtu inamwagika. Hiyo ndio tabia ya adui. Adui akisha kung'ang'ania, yeye yuko tayari kuona vyako vyote vinakuwa kwa hata kama ni vibaya. Haleluya. Haleluya. Usifikiri kitu kidogo. Atakupiga na ajali umepona. Atakupiga na jambo lingine umepona. Atakupiga na hili umepona. Atakupiga na hili umepona. Na anasema huyu mtu nimeshampiga zaidi ya mara 3 haelewi. Sasa hili sasa tutapiga pigo la mwisho. Kama kunaonekana kuna kitu kinamlinda, basi hicho kitu mimi nitadili naye. Pilato anasema acha ninawe maji. Siwezi kumhukumu. Wakasema hivyo, huyo sisi na vizazi vyetu. Angalieni namna maneno mnayoyatamka. Yako maneno yanakuharibu wewe na mtoto utakayemzaa na mtoto atakayezaliwa na mtoto atakayemzaa mwingine. Na ndio maana kuna haya magonjwa ya kurithi. Sukari anaye huyu atakuwa na mtoto wake, atakuwa na shangazi yake, atakuwa na wifi yake. Ukoo mzima hivi sisi ni ugonjwa wetu huo wa ukoo. Viko kifafa. Kifafa alikuwa nacho bibi, atakuwa nacho mtoto, atafuata shangazi, atakuwa na. Huu ni ugonjwa wa familia. Hivi naingia akilini. Mimi nimekosa nini niingie kwenye ugonjwa wa familia? Na walokole wao wanasema hivyo, na wapo walokole wanaishi na ugonjwa wa familia. Neno hili linasema damu yake itakuwa juu yetu na vizazi vyetu. Mpaka leo watu wa Mungu wanatesa. Wameshindwa kutoka hapa. Ule mtaka wameshindwa kukataa. Mama alikuwa na pressure na mimi nina pressure ya mama yangu. Pepo. Haleluya. Haleluya. Hiyo ilikuwa mikakati ya kuhakikisha Kristo anauawa. Hiyo ilikuwa mipango ya kuhakikisha Kristo anakufa. Ili watu wasije wakaokoka. Ili watu wasije wakapona. Ili watu wasije wakamjua Mungu. Jitihada zote zinafanywa ili watu wafungwe akili zao wasijue uwezo wa Mungu. Lakini Yesu anayafanya yale, anataka watu wajue Mungu yukoje, uwezo wake ukoje, na wao utawasaidia kiasi gani. Ndio maana mwanaume anapambana, yuko tayari kufa kwa sababu ya watu. Watu mpaka sasa hawataki kusikia. Wamekuwa marafiki wazuri na dhambi. Yesu anazuia hivi, yeye anasema mnafanya. Yesu anasema hivi, anasema na mimi niko. Haleluya. Haleluya. Hautaweza kupata kujua faida ya Mungu kama umekuwa ukipambana kuhakikisha watumwa wa Mungu hawafai kazi yao. Anasema haya, tukwenda sasa. Tufungulie mtu tukamtesa naye. Majambazi yale yanatoka maabusu, yanakwenda kuteswa na Kristo.
Jambazi limefanya mambo yake ya ujambazi, wale wanamuunganisha, toa watu waende kule. Angalia dharau za watu juu ya Mungu. Haya maneno yanawaliza watu, haya maneno yanawaumiza watu, hasa wanaoijua siri ya Mungu. Kama hujui siri ya Mungu utaona kawaida, hutachukulia kwa uzito. Lakini tendo na kufunguliwa wale watu wakasema, huyu tutamsulubisha pamoja na hawa, wakiwa msalabani kule juu. Walioko chini waligawanyika pande mbili. Wako waliosema, huyu mwana wa Mungu, mateso haya yanayapata kwa sababu yetu. Mungu rehemu mtu wako, hali aliyonayo ni mbaya, sijui hatima yetu ipo. Hawa ni wale wamama ambao walikuwa wakitembea wakifuatilia neno za Yesu. Yesu anasulubiwa, wao wapi? Yesu anasulubiwa, wao wanalia, wanaumizwa mioyoni mwao. Yesu anapata mateso, wanateseka pamoja na wale. Ndio maana ilifika wakati baada ya Yesu kupokea ule msalaba, wamama wale wakawa wanajipiga kifua pale wakimlilia na mbele, msinilie mimi, yeye mzazi wenu, yeye watoto wenu. Ninyi mliona kwa macho, watoto wenu na wajukuu zenu hawajaliona, wala hili ndio walifanya hawalijui. Ndio wapasa waambieni, nilikuja kuwakomboa. Kwa maana iwe kumbukumbu ndani ya moyo wenu kwamba Kristo alikuja kutuokoa. Mateso tuliyaona kwa macho. Kwa hiyo wanetu, simameni imara, msinililie mimi, lilieni nafsi zenu. Bwana asifiwe. Lilieni nafsi zenu. Ninachoonyesha ni hiki ambacho ninyi yapasa kukiona, lakini wako wapi yapasa muambie. Leo hata mimi ninasimama kukuambia mateso ya Yesu, kwa sababu alisema nililie nafsi yako. Ninakwambia kwa sababu na wewe ulilie nafsi yako. Maana yake hata mtoto wako nyuma utamwambia ilie nafsi yako. Bwana asifiwe. Yuko msalabani, mwingine anasema, Bwana ninaomba unikumbuke. Mimi nimeishi duniani, nimefanya mengi mabaya, nimewekwa gerezani kwa sababu ya wizi, nimewekwa gerezani kwa sababu ya uwaji, nimewekwa gerezani kwa sababu ya mambo mabaya yaliyokwenda kinyume na sheria. Hakika mkono wa sheria haukuniacha salama, na kama mkono wa sheria haukuniacha salama, je, Mungu anayejua niliyoyafanya ambao watu wa sheria hawakuyaona? Kwa sababu sio yote alimshaki yako, wengine ibaki kwa siri ndani yake. Haleluya. Sio yote mchungaji wako anakuambia ulifanya kosa hili, yako wengine unayafanya hapa mchungaji wako hajui. Haleluya. Yako wengine siri yako mwenyewe. Yule anasema yaliyopitia mkononi ni yale wanayoona, lakini wasioyaona mengi wangeyaona, na hayo nazikana wangeliua hata kwa sisi. Lakini ninaomba utakapokuwepo na mimi niwepo. Ameweka mawazo yake wazi na akashuka, yuko juu pamoja na Kristo. Lakini huyu mwingine hatafuatana na wale wa chini. Wewe si mwana wa Mungu, si ushuke huko juu. Yeye mwenyewe yuko juu, anataka Kristo naye ashuke chini kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Wewe si mwana wa Mungu, shuka. Acha bana kudanganya watu. Shuka huko tuone.
Yesu anageuka anamtazama. Mateso yote ujionee huruma. Hebu jionee huruma wewe mwenyewe. Nyakati mbaya unazopitia, maisha ulionayo, bado hutaki kujifunza kwa habari ya Mungu. Hutaki kutii na kunyenyekea. Hutaki kusimama katika misingi ambayo Mungu ameiweka. Hebu jionee huruma wewe mwenyewe. Yesu anamwangalia huyo aliye juu ya mti, anamshangaa. Umeshikiliwa na mti hapa, hauna chochote unachokifanya. Shauri yako. Ilipofika saa 9, Yesu alitoa sauti pale msalabani. Wako waliosema huyu anamuomba Elia labda aje kumsaidia. Wengine labda huyu anamkumbuka mtu fulani. Wengine wanasema huyu bwana kama amemtaja Mungu wake hivi. Wakati unafika hapo, kila mtu atakayemtaja wala hutamsikia, watu wataendelea kuishi. Mungu wangu, mbona umeniacha? Muda umefika, dakika zimefika, yote nimemaliza. Ni nini kinataka kuendelea? Haleluya, haleluya. Neno la Mungu linatuambia pazia la hekalu likachanika. Kwanza kulianza kuwa na mfumo mkubwa wa upepo. Kulikuwa na hali tofauti ambayo wao walikuwa wameizoea. Wako walianza kutia akili, wakaona hiki ni kimbunga au nini? Wako wanasema au yule wa msalabani. Haiwezekani maana haikuwahi kuwa katika maiki. Mama linatokea jambo ambalo halikuwahi kutokea. Wakaanza kukutana vikao. Bwana huyu mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu hapana. Sasa sisi tumepika muda mrefu. Hivi tutakuwa fungu gani kwa hali kama hii? Na hii dunia hivi itakuwaje? Wako walioingia katika toba baada ya kuona, waliobahatika kusema maneno hayo, maana yake tayari walisakiri kwamba huyu ni mkombozi. Bwana asifiwe. Haleluya. Tena wakasema huyu ni mwana wa Mungu, maana haya yaliyofanyika si kawaida. Maana yake tayari mioyoni mwao walikiri huyu ni mwokozi wa maisha yetu. Kwa hali iliyopo, hakukuwa na mkuu wa makuhani, hakukuwa na Pilato, hakukuwa na nani, ilikuwa ni mshike. Wako watu wanasema acha inyeshe tuone panapokuja. Ati kwamba wanatamani kuona Mungu anafika wakati wake, anaimaliza kazi kwa kuhukumu ulimwengu. Wao wanataka kuona wewe. Haya. Jitiishe mbele za Mungu, acha kutamani kitu ambacho ukakiona. Hivi vitu bora wewe unasikia ukiwa tayari umeshaondoka katika dunia hii. Umpenda mchezo wako, unapenda kuona kila jambo. Waulizeni wana wa Israeli. Kinachofundishwa wataki. Wa Musa hata mambo yangu tunadanganya bwana. Wewe kila siku tunamwambia Mungu msema na wewe msema na wewe vipi? Sisi aseme na sisi tunasema na wewe. Wamesahau. Vurugu inatokea Misri, wamesahau. Wamekuja kwenye bahari ya Shamu, haikuwa kutokea, wamesahau. Wanakuja ng'ambo wanasema wewe na wewe wote ni aina moja tu. Mimi kila siku nakuja hapa kitendo Mungu msema. Wewe bwana wewe. Mwambie sasa tunaona naye pia.
Kuna mazungumzo na sisi. Sasa mazungumzo kila siku wewe tu vipi? Kama mbii baada ya hao watu wanataka wewe waonane na sisi tuna mazungumzo na yeye. Atuambie. Angalia jeuri ya uzima ile. Acha kutamani kitu ambacho sio chako. Usiache kumlilia Mungu kila siku. Acha isiku itokee na wengine. Biblia ukisoma inasema baada ya pazia kupasuka, makaburini kukaanza kufumuka, watakatifu wakaanza kutoka huko. Sijui kulikuwa na sura gani. Maana kuna wengine walikuwa wakikimbia, kuna wengine walikuwa wakianguka, wengine walikuwa wakichanganyikiwa, wanaona kila sehemu kuna matukio. Mungu akusaidie. Haleluya. Angalia kinachotaka kutokea ambacho pengine hakikudhaniwa. Leo hii tunakaa hapo na makaburi hapo, wanachomoka hapo wanakuja, siri mifupa, siri nyingine, siri inakuja hapo na wenyewe inaonekana siri imefika. Wewe usiozoea unakaa wapi? Hivi unafikiri kama unafikia. Unatoka hapo unakutana na mtu ambaye kwa miaka 50 iliyokuja. Ndio huyo anakuja anambia wewe mama fulani, ni mimi hapa. Utakufa kabla wakati wako, acha akipige. Tamani kitu kinachotamanika. Biblia inatuambia makaburi yalifunguka, watu wakaanza kutoka mle, walikuwa na sura gani mimi sijui, watu wasakama yakabidi alijini, lakini wakaanza kutembea baada ya kama kupasuka, baada ya Mungu kufanya mambo yake katika kumtoa mwana wake aliyeleta ukombozi. Hapo ndipo dunia ikatambua kwamba huyo alikuwa mwana wa Mungu. Natamani mtu mmoja angekuwepo aliyeyaona yale akatuambia tukamwelewa. Lakini kwa watu wa sasa walivyo, hata angewaambia wasingeelewa. Sio hivi. Kinachofanya moyo wako wa Mungu ni vile usipotaka kumwamini Mungu kwa kiwango cha Mungu anataka wewe umwamini. Umetanguliza mambo yako, umetanguliza shida zako, umetanguliza mahitaji yako, umemwacha Mungu. Ukiona Mungu anachelewa, ukiona Mungu hajibu, ukiona Mungu wakati wake bado, ifike wakati utambue neema ya Mungu ndio kinga kwako. Itumie hii neema kuwa sehemu ya maisha yako, huku ukitumaini nguvu za Kristo na uwezo wake. Lakini ukitambua kwamba upo kwa muda, saa 9 hekalu linapasuka, pazia linachanika. Saa 9 ya leo nini kinatokea? Unajua saa 9 kinatokea nini? Hujui. Kwa sababu si ingekuwa story. Hujui. Mungu anaweza akashusha mvua ya kutosha saa 9. Bwana asifiwe. Ogopa. Ukombozi wa wanadamu uko ndani ya Kristo. Lakini usipomwelewa Kristo, ukombozi wako ni story. Siku kama hizi ni siku za kuwaza. Hivi alipitia wakati gani akiutafuta uhai wake? Watu walimchukuliaje? Mateso yalikuwa makubwa kiwango gani? Na kwa nini aliteseka? Haleluya. Mateso ya Kristo ni kwa ajili yako. Na alisema nitateseka na nitakufa, lakini siku ya 3 nitafufuka. Siku 3 utakuwa wapi mahali ya kufufuka? Lazima uanze kufikiria mara mbili. Usikule mambo rahisi. Kwa nini akae siku 5 afu baadaye afufuke? Asikae siku moja.
Tasema nitakufa saa 9 saa 12 nitafufuka. Watu wamebeba zimia sikiote ukali. Huyo alizimia. Mpigo hili unamchanganya kazimia huyo. Watu siniamini. Yaani watu wagumu kila kitu. Mpaka leo bado wengine hizo siku tatu hawaamini kama ni kufa kweli. Thibitisha moyoni mwako kwamba unaamini Kristo alikufa na kufufuka na kufa kwake kwa ajili yako na mateso aliyopitia kwa ajili yako, basi tenda mema kwa ajili ya kutimiza yale aliyofanya Kristo. Kama kweli unaheshimu, kama kweli unayapenda, kama kweli unayaamini, basi kuwa mwaminifu katika yale aliyofanya. Katika hayo ambayo kufikia hapo, yako mafundisho mengi ameyazungumza. Katika wingi wa mafundisho anasema penda nini? Nini kwa nini? Anasema dhambi ni chukizo kwa. Haleluya. Haleluya. Sikaelewana. Anakuambia penda nini? Lakini anakuambia dhambi chukizo mbele zako. Kiburi, jeuri, chukizo. Anasema kuwa mtii, kuwa mwaminifu, kuwa msikivu. Mambo haya yalikuwa yakizungumza taratibu na wanafunzi, na makutano na waambie na kwa maana anawakumbusha. Kwa sababu anajua katika haya ndivyo utakapopatikana njia yako. Haleluya. 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 Kama unatamani kuona kama alivyokuwa akifanya Tomaso, uendelee kuishi. Endelea. Lakini lazima tulitenge kanisa lenye sura moja. Kanisa lenye sura moja litakaloambatana na lugha moja. Tukiwa na lugha nyingi, hatutafikia Mungu. Lazima tuwe na lugha moja. Lugha yetu ikibebwa na upendo, utii, usikivu, uaminifu. Hizi lugha zikikaa ndani yetu sisi, tutamwona Mungu na tutaona na tutathamini kile ambacho amekifanya na matunda yake yataonekana. Bwana asifiwe. Haleluya. Wengine wanasema unaweza kusikia tangazo, kuna mchezo mmoja unasoma kwa redio, wanatangaza tangazo fulani. Halafu yule mtangazaji anasema usipange kukosa. Yaani yule mtangazaji anaanza kuwa na mashaka na wewe. Yaani unaposikia tangazo ile moyo wako mshike kwamba siendi. Sasa anakuambia usipange kukosa. Yaani kama anakuona, anaona tangazo zuri mwisho anakuambia usipange kukosa. Yaani anajua ile tangazo lilitoa, lakini kuna watu wameshapanga kukosa kutoka saa hizi. Yaani ukisema siendi. Haleluya. Isalimishe nafsi yako mwenyewe. Hakuna mwingine atakayesalimisha. Kupitia kifo cha Bwana yetu Yesu Kristo kinatupa taswira halisi ya sisi wanadamu tuishi vipi. Usisahau tunapita hapa duniani. Hii ni foleni. Kigeuka tu hivi utaona. Tulikuwa na mtu hapa, tumeongea naye, tumesema naye. Hayupo yule. Nani kesho? Mjui. Foleni ndio tunasema. Yana kuna anahitaji mimi au wewe. Foleni ndio tunasema. Usiku anakuambia kiana umekuja. Mimi bado sijamaliza mambo yangu. Kama umejipanga huko. Amini iko siku itafika mwisho. Tengeneza njia zako. Aheri uwe na akiba ya njia bora au njia njema. Kuliko siku zinakuisha huna akiba ya njia. Hata ujui upite wapi.
Njia njema ni kufuata utaratibu ulioweka Kristo. Kristo ametutengenezea njia njema zinazotupa tumaini la kesho. Lakini ukiziacha njia njema ambazo Kristo ameziandaa, basi ujue kesho yako hutajua upite wapi. Tafika wakati wa hukumu huko mwishoni, waliozishika njia njema wataongozwa na njia walizozishika. Wala hutakuwa na mashaka hapa na njia panda, atakayeamua kwenda kushoto ataenda, atakayeamua kwenda kulia ataenda. Si utaamua, njia zitaamua upite wapi. Haleluya. Haleluya. Wewe huwezi kuwa na njia mbaya mkononi mwako ukaenda kusumbua watu njia za panda eti unataka kwenda kulia wakati njia zako zinajua kwa sababu kusoma moja moja ile msumbua. Njia zako zitakwambia kwenda kushoto bila hata kuuliza. Haleluya. Njia njema zitakwambia wapi unakwenda. Na yeye anayepokea watu wa njia njema utamuona. Na anayepokea watu wa njia mbaya pia utamuona. Kama kumzoea utazoeana naye huko huko. Kama ana sura mbaya wewe utajifananisha naye kama unalingana naye au vipi? Mara kusoma kitabu hata kwenye mapepo. Kuna mtu fulani anatengeneza na sura mbaya na mapepe wao wanasema ni shetani. Sasa sijui ni huyo wao sio kumuona amemjona mimi sijui. Pengine huyo ana sura nzuri zaidi kuliko huyo utakayekuta huko. Kuna mtu mmoja akasema huyo utakuta mtu ana meno kila sehemu. Sasa na meno kila sehemu anaishi vipi na kulala. Anasema wewe kaza kile kiongea kumata. Kwa hiyo ukienda pale ukienda upande huko tunaka upande huko kutokana na wingi wa meno yake. Hata ukija kwa nyuma kufanya hivyo umepata. Kwa hiyo sasa mtu unanaka na kila sehemu. Na meno yake kinata hivi anatoka na nyama. Kwa jamaa naye bwana ana elimu kubwa. Yana na uwezo wa kushawishi kuogope dhambi. Haleluya. Lakini hiyo atakupa baadaye kwamba shika njia njema. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hapo ndipo utakapomwona Mungu. Kristo anayeyapitia kwa ajili yetu sisi. Kuna wakati huwa nakaa narudisha vitu nyuma. Tena wakati mwingine natumia hata hii mikanda ambayo ya Yesu. Wale watu ni wanadamu tu ambao walikuwa sehemu fulani, wakatengeneza kitu fulani ambacho leo hii kimekuwa kama sehemu ya mafundisho kwa wengine. Hawakuwa na nia mbaya. Japo kuna watu wamekwenda kuharibu nia ya wale watu. Mwanzoni watu walikuwa kiamini yule ni Yesu kabisa. Ndio Yesu mwenyewe alikuwa yule. Lakini baada ya mitandao kuwa mingi na elimu kuongezeka, watu wakasema yule ni mtu mmoja kutoka kupita hapo. Aliamua kutoa mwanga ndio hivyo, lakini hamna cha Yesu wala ni Yesu kufanya vile. Sasa hili mwapozesha watu wengi sana. Imewashusha watu katika kumwamini Kristo kwamba na haya mambo yanafanyika. Lakini waliofanya si kwamba walikwenda kinyume. Walifanya kutokana na maandiko yalivyo. Yaani walienda hatua kwa hatua kama neno lilivyo. Sasa wao wakaonyesha katika mwili kabisa kwamba huyu mtu alipita hivi, alifanya hivi, alisema hivi, alifanya hivi, ikifika kafanya hivi, kafanya hivi. Elimu nyingine pia unaipata pale, tena wanaangalia katika hali halisia. Pia kuna kitu unakipata ambacho ndipo unakumbuka mateso aliyopata yalikuwa mateso makubwa kama haya. Haleluya. Sasa wakati tunatazama unawaza hivi huyu Yesu alikuwa na akili namna gani? Mbona yeye akili ameacha mimi anakuja kuteseka, anafanya nini kwa mimi? Yeye anasaidika nini? Baadaye nikaanza kusema hii roho ya ukatili, yaani ukishakuwa unaweza kuwa katili kwa sababu utakuwa na moyo wa kumsaidia mtu. Kwa hii roho ya ukatili si bure. Kwani nimewaza hivi, hebu niwaze vingine. Hivi Yesu kuacha mimi kuja duniani kwa mateso yake, inaonekana alikuwa na upendo wa dhati kwa wanadamu. Ndio maana akubali kuteseka yeye ili mimi nipate kupona. Sasa mimi nitaishi vipi na watu? Lazima niwaonyeshe watu upendo wa dhati ili nipate kupona na wao wapate kumjua Mungu. Elimu unayoipata pale ni kuendelea kutengeneza mioyo ya watu
ili wamtumaini Mungu. Ukitengeneza kupinga, unatengeneza ukatili usiowafikia watu kwa kusudi la Mungu. Sio kama nimeeleza vizuri. Yaani unaweza ukatengeneza kupinga kwa sababu ya kuona kama yule alisemea amepotezaje muda. Si alikaa tu tungepambana wenyewe. Maana wewe hutakuwa na uwezo wa kumwambia mtu kwamba Mungu anakusudi hili katika maisha yako ili utoke hapo baada ya kumaliza siku zako. Lakini ukimwelewa Yesu alichofanya, utaibeba huruma aliyokuwa nayo Yesu juu ya wanadamu. Na ile huruma itakuwa ndani yako, na utawaonea huruma wengine. Ndipo utakapowasaidia kwa hali na mali, kwa maombi na mafundisho na maelekezo mbalimbali ambayo ukiyatoa, kwa sababu umeiona huruma ya Yesu iliyo ndani juu yangu, na inapasa kumwonyesha mtu mwingine huruma ya Mungu iliyo juu yangu. Bwana asifiwe. Sio kama naelewa vizuri. Na ndio maana utakuta mtu anakwenda kuhubiri Injili. Anayekwenda kuhubiri Injili, kitu cha kwanza lazima awe na vitu. Ukienda kuhubiri Injili kwa sababu unajua kuhubiri Injili utapata huduma. Sio kama naelewa vizuri. Utapiga kelele hapo. Kwa sababu ndani yako huna kile kitu ambacho Yesu alikuwa nacho, kilichomfanya aje hapo kufikia wapi. Nimesema upendo wa Yesu wa kuacha ufalme wake pale kuja kuteseka kwa ajili ya mtu, ndio upendo unatakiwa ukae ndani yako wewe, ili uweze kumfikia mtu apate kuona kwamba Mungu kusudi lake kumtoa pale alipo kumleta hapa ambapo Kristo yuko. Maana utaweza kumhubiria mtu kwa habari za ukombozi wa maisha yake na wokovu kwa kumwonyesha kile ambacho Kristo anacho ndani yako. Ndipo utakapoona watu wanamkimbilia, ndipo utakapoona watu wanamjalia, ndipo utakapoona watu wanahitaji msaada wako, kwa sababu kuna kitu unawaonyesha tofauti na watu wao wanakielewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukawa na kanisa kama hili, hata miaka 10 usibatize, hata miaka 20, kwa sababu kuongea na mtu mpaka kukuelewa si kazi rahisi. Na rafiki yangu mmoja mwaka 16 hajabatiza hata siku moja. Yuko kanisa kwa amekosa ile hali ya kuambia watu upendo wa Mungu, thamani ya Mungu juu yetu sisi, ile hali haiko ndani yake. Lakini ukiwa naye wanamwingiza kama mvua, kwa sababu wanaona tena unagusa pale ambapo wao hawaguswi. Haleluya. Haleluya. Tukiendelea kusoma hapa na kubakia, basi saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabachthani, yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu amemwita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamwesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka pande mbili, toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunguka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwao, wakaingia mji mtakatifu, wakatokea wengi
Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, sema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mstari wa 55, palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali. Hao ndio waliofuata Yesu kutoka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwemo Mariamu na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Haleluya. 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 Tunaona hapa namna ya mambo yaliyokwenda kutokea. Anasema ilipofika saa 6 kukatokea giza. Saa 6 juu ya alama, jua likaanza kumezwa. Tumezoea jua kuzama saa 12. Leo imekwaje? Wenye visimu vyao kutizama visaa vionekana. Kwa sababu hilo giza lilikuwa giza si la kawaida. Yaani kwa mfano kama giza limekamata hapa, mimi hapa nitoka hapo kwa sababu nafahamu mazingira hapa. Kwa maana yatajua nikitoka tutapita pale, tutapenya hapa, tumegonga nifike pale ofisini pale. Ili pale nikatulie. Zaidi hapo ujanja kutoka barabarani inakuwa ngumu. Yaani sipaona hili hapa. Hapa kama mkuu kipofu mzoefu, barabarani pale ukielekea kufunga kitambaa hapa vizuri cheusi. Akufunge vizuri, akwambia utoke mpaka barabarani na kurudi. Masaa 3 utafika. Utagonga miti kweli kweli. Utakwenda bila kuongoza muda kwa ile miti. Na wasaidia hapa ni wapi? Atuangalie tukapenda kupata barabara hii. Yaani akija kutoka kufuata ile barabara pale, jinsi utakavyojihesalia, utajikuta sawa sawa na kutoka hapa kama kufika katikati ya pale, unakwenda kuivamia ile fence pale ya miti pale. Yaani akili yako inasema tayari umeshafika kule. Yaani kuna vitu fulani utajikuta vinajifupisha tofauti na unapofikiri. Kwa sababu unaenda kwa hisia, kwamba hapa hisia yako inasema kitu pale. Subutu. Sasa ile giza liliposhona, watu wakaanza kutafutana. Kama wanafikia ndio mshiki bana. Kanisa tayari. Mimi mwambie bana. Ukisema nini bana kusubiri kwanza. Yaani kwa vyovyote pale kulikuwa hali ya kushindana nini kwa nini kwanza. Umeona kwamba hivi ni nini? Kuna mwingine anasema sinakumbuka. Ule pata kwa maneno kasema. Leo amesema kitani. Tukasema nakumbuka ile aje kuokoa. Sasa hao ndio Elia. Kwa sababu Elia alikuwa na nguvu kubwa. Watu wa zamani walikuwa wakiwapa nguvu kubwa sana wale manabii na mitume. Yaani vile walikuwa wakifanya kazi, wao waliwachukulia kama sehemu ya Mungu wao. Bwana atusaidie sana. Yaani hii roho hii siipendi sana. Kwa mfano leo hata ndugu yetu pale Kawe, wako watu wanamchukulia yeye kama Mungu wao. Yaani uandiki. Yaani ukiongea vibaya juu ya yule mtu, unamkorofisha kutoka moyoni kabisa, yaani unamchafua. Anaanza asili kabisa. Kama ni rafiki yako, rafiki ndio atakaisha. Sasa watu wa zamani waliona watu hawa kuwa sehemu kubwa. Ndio maana Yesu alichokuwa akisema pale msalabani, wao wakasema unaona? Sasa kamkumbuka Elia ambaye Elia alifanya miujiza mingi, sasa nataka aje ili aweze kumsaidia pale msalabani. Jamaa. Kitu kingine kama sio Elia anapita kwa. Ngoja tusubiri. Lakini wakati wanatengeneza akili hizo, ndio likatokea giza sana. Masaa 3 kama miaka 3. Usione hivi. Kikitokea kitu tofauti na vile ulivyozoea.
Yaani kinaweza kuchukua nusu saa, wewe kuchukua kama saa 5. Kwa sababu ile kahawa utakayoiona ndani ya nusu saa, utaona kama siku nzima imeisha vibaya. Sasa wale masaa 3 kila neno lilizungumza, lakini mwisho wa siku akasema huyu kweli ni mwana wa Mungu. Hilo neno lililotaka Mungu wale wajue. Bwana asifiwe. Kwa yale anayofanya Mungu juu ya maisha yetu, sisi lazima tukiri kwamba huyu kweli mwana wa Mungu. Haleluya. 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 Yesu anakufa msalabani. Nafsini mwangu huwa napenda kutumia sana nafasi ya kuwa mtulivu, kwa maana ya kutafakari, lakini kupunguza mambo mengi isiyo ya lazima. Sijui wewe, tumia nafasi hii kutafakari. Usiazoee maisha kwa kila kitu sawa. Mungu apende hicho. Haleluya. Haleluya. Hebu sasa tusome hapa. Soma huko. Sasa tumalizia hapa. Soma huko sura ya 8 mstari wa 9. Sura ya 8 mstari wa 18 na 19. Sura ya 8 mstari wa 18 na 19, nitasoma katika jina la Bwana. Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa Bwana wa Mungu. Haleluya. Anasema kwa maana nayahesabu mateso wakati huu sasa kuwa si kitu kwako. Mateso na shida unazopitia sikuonyeshe kwamba, yaani usizione shida kuwa si sehemu ya wewe kuwa mtu wa Mungu, na usione kama Mungu hakupendi au amekuacha. Dharau shida na mateso unayopitia ili uje kusimama imara katika wakati wake. Ndio maana wanasema shida na mateso za wakati huu sio kitu. Mimi bado nimesimama nikimtumaini Mungu. Mateso unayopitia Yesu ameyamaliza pale msalabani. Bila unakaweza mateso na shida ulizo nazo, kwa sababu ya Yesu aliyemaliza pale msalabani, uzima utakuwa ndani yako, baraka zitakuwa ndani yako, mafanikio yatakuwa ndani yako, kwa sababu hutayaona mateso yako, utamwona Yesu aliyemaliza mateso yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Yatupasa kumjua Mungu na nia yake juu ya maisha yetu, kujua Kristo alikuja kufanya nini, na mimi nibebeje ile hali aliyobeba Kristo, na mimi nibebeje ile hali ambayo Kristo anataka nibebe. Usiyachukulie mambo ya Mungu poa poa, usifanye hivyo. Jigawe kwa maana panga mipango yako, lakini usiache kupanga ya Mungu pia. Ya kwako ifanye, ya Mungu pia ifanye. Usione ya kwako na Mungu kubwa kuliko ya Mungu. Yabebe yote kwa sababu una uhai. Bwana tusaidie. Haleluya. Yabebe yote kwa sababu una uhai. Usiache. Tusimame. Haya maombi yameandaliwa, lakini na wewe una maombi ndani yako. Usiache. Omba maombi ambayo utakuwa umeongozwa, lakini na yale ambayo yako ndani yako. Haleluya.
Haleluya! Weka tumaini lako kwa Kristo. Haijalishi unapita kwenye mangapi, mtumaini Kristo pale msalaba. Ameteswa, amenyanyaswa, ameonewa, hatimaye wanamuua kwa sababu yako. Ametutumainisha siku ya tatu atafufuka. Ndivyo atakapokuwa wewe. Tutakufa katika mwili, lakini tutafufuka katika roho. Tunapita kama alivyopita Kristo, lakini yeye yu hai.